katika maeneo mengi ambayo ametusaidia. Katika sekta ya afya, mmeona leo tumeweza kuzindua zahanati pale katika kata ya Ibadakuli Mwagala, lakini zahanati hiyo ni moja kati ya zahanati nyingine 7 ambazo zimetengenezwa na kujengwa katika kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Ni katika eneo la sekta ya afya ambapo pia tumeweza kupata vituo vya afya. Kituo cha afya Kambarage kimeboreshwa na kuongezewa fedha, jengo la OPD, tumepata X-ray na kwa fedha nyingi sana, kwa zaidi ya awamu 2 ambazo zinafika awamu ya milioni 500 na awamu nyingine zaidi ya milioni 300. Lakini pia tumepata kituo cha afya kipya kabisa cha Ihapa kwa thamani ya shilingi milioni 500 na tunazungumza kinafanya kazi. Tumeboresha hospitali yetu ya manispaa ambayo zamani ndio ilikuwa hospitali ya rufaa, ambapo zamani zaidi ya thamani ya shilingi milioni 3, na sasa ukiangalia kwa upya wake inafanana na majengo ya hoteli kubwa za uwekezaji. Lakini tumepata pia kuweza kupata kituo kipya cha afya ambacho niliwaahidi wananchi wa kata ya Ibadakuli kitajengwa, na sasa tayari tumekwisha kupata fedha na tutaanza kujenga kituo cha afya. Ikiwa baada ya Ibadakuli nimewaahidi wananchi wa Ngokoro na maeneo ya Kitangili tutaona uwezekano wa kujenga vituo vya afya, lakini sasa tayari vipo vinafanya kazi. Mheshimiwa kiongozi wetu wa mbio za Mwenge wa Uhuru, tunayo hospitali ya rufaa ambayo nayo pia imekwisha kamilika hapa, thamani ya fedha zaidi ya bilioni 7 na zinaenda kwa awamu. Tuna vifaa vya kisasa, CT scan, tuna MRI, lakini pia tuna vipimo vya ECG kupima umeme wa moyo, tuna vipimo vya kisasa ultrasound, X-ray na vifaa vingine vingi ambavyo vyote hivi mpe shukrani sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa hiyo ni sekta ya afya. Tuna maeneo mengi ambayo nitayazungumza, lakini tunatambua kwa sababu ya muda naweza nisimalize sekta zote na nizieleze kwa ufupi. Katika sekta ya elimu tumejenga shule za sekondari katika kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan na mimi mbunge wao zaidi ya shule mpya za msingi 6 na shule za sekondari 4 na nyingine tunaendelea kuzijenga ambazo zimekamilika katika kipindi hiki, kwa sababu tunatambua wanafunzi urithi wao, vijana wa Tanzania na wazazi, urithi mkubwa ni elimu ambayo tunaitoa kwa watoto wetu. Lakini katika sekta ya elimu, mpango wa elimu bila malipo umeendelea kuwepo katika manispaa hii na tumeendelea kufadhiliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hakika tunamshukuru sana kwa mapenzi yake ya dhati na haya anayafanya kwa Tanzania nzima. Lakini hivyo hivyo katika sekta ya elimu tunatambua elimu ya sekondari imepandisha madaraja. Odi Shinyanga ina kidato cha 5 na 6 na sasa tunaendelea kujenga madarasa kama ulivyopita, umeona pale ukarabati umefanyika, tutaongeza madarasa kwa maelekezo yako. Lakini pia shule ya Lajani ilikuwa inaisha kidato cha 4, sasa kuna kidato cha 5 na cha 6. Ufaulu umeongezeka, heko kwa uongozi wetu wa mkoa, wilaya, lakini pia waheshimiwa madiwani na viongozi wengine, na kwa mahususi kabisa wananchi wa jimbo la Shinyanga, jipigeni makofi sana kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, nifungie kwa kifupi kwenye elimu. Ipo sekta ya miundombinu pia. Hapa Shinyanga barabara zilikuwa hoi bin taban, lakini tumefanikiwa kujenga madaraja yaliyokuwa sugu zaidi ya 15 na sasa tuna madaraja na mavivuko na karabati zaidi ya 21 katika jimbo hili kwa thamani ya fedha mbalimbali, ambapo tumetumia zaidi ya shilingi bilioni 2 katika miaka 2 ya fedha, na sasa tumeongezewa fedha ya mfuko wa jimbo kutoka pesa tunazopata milioni 500 tunaenda kwenye bilioni 1.5 ambazo zitaboresha miundombinu katika jimbo letu la Shinyanga. Tuko serious kwenye maendeleo, lakini tunaye rais aliye serious zaidi katika kutusupport, kutupa fedha katika kuboresha, kuongeza mtandao wa lami, kuboresha barabara, kuzitoa kwenye tope kwenda kwenye changarawe, kujenga mitaro pamoja na kuweka karabati, madaraja, na moja umelizindua leo daraja letu la Dodoma, ambayo yote haya ni mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais ametusaidia. Lakini pia kwenye sekta ya miundombinu tumejenga masoko na tunaendelea kukamilisha soko huru, masoko ya matunda pale tunafahamu, lakini pia tuna soko letu la wajasiriamali kule Mizamata na maeneo mengine, na tunaenda kujenga stendi na uwanja wa ndege unaozungumza umekamilika kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 53. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan?
Mheshimiwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, nachelea kuona kwamba muda hautoshi kwa mambo mazuri makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya hapa, lakini mimi mbunge wao pia nikihakikisha fedha zinapatikana za kuboresha miradi hii ya maendeleo na tunapata fedha kwenye maeneo ya maji. Nikimalizia maji, tunao mradi wa zaidi ya shilingi bilioni 95 tumekwisha kuanza kwa awamu, na leo umezindua pale Kolandoto tumeweza kuzindua mradi wa maji, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha miundombinu ya maji safi na maji taka na kuwapelekea huduma ya maji wananchi, kumtua mama ndoo kichwani, matumizi ya nishati safi. Mmeweza kufungua pale ule mradi, lakini ndio mpango wa Shinyanga. Tunaendelea pia kuweka kwenye mikakati mikubwa ya kuhakikisha umeme unapatikana katika kata zetu zote 17 na vijiji 55, vijiji 17 tulivyonavyo katika jimbo hili. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri aliyoifanya. Makofi mengi kwa mbunge wenu ambaye anapambana kwa ajili ya kuhakikisha tunabadilisha Shinyanga. Makofi kwa wawekezaji wetu, makofi mengi kwa uongozi wa mkoa chini ya mkuu wa mkoa na mkuu wetu wa wilaya Advocate Judge Sande Mtatiro, uongozi wa chama cha